Ndugu zangu wanawake, tunayo nafasi kubwa katika maeneo mengi sana, lakini kwa kuwa nimekuja katika kongamano lenu linalohusu Malkia wa Habari, mchango wa mwandishi wa habari mwanamke hauwezi kupuuzwa. Mnao msingi mkubwa sana katika kazi hizi, katika maendeleo ya wanawake, lakini na jamii nzima ya Watanzania kwa ujumla wake. Kwa hiyo mnao wajibu mpana sana. Tuko kwenye gala kweli, lakini tuendelee kujitafakari kila mmoja kwa nafasi yake. Kupitia taaluma hii, kupitia kalamu yako, umefanya nini kuweka mchango na athari katika maisha ya jamii yetu, katika maisha ya wanawake, katika maisha ya wasichana, katika maisha ya vijana, katika kutatua changamoto mbalimbali na kuzipazia sauti changamoto ambazo huenda zimekuwa zikipigiwa kelele sana au nyingine hazijaibuka katika maeneo mbalimbali. Ni lazima mjipange sana. Tunajua mchango wenu. Binafsi yangu wa 15 au 16 katika nafasi hii ya kudumu kama waziri serikali, najua mchango wenu ni mkubwa, lakini kubwa tuwashukuru kwa namna mnavyobeba viongozi wanawake pia. Miaka 10 au 12 iliyopita nilishiriki Msimbazi kufanya kitu kama hichi kidogo. Kwa nikawa naambia na hichi kitakuwa mwendelezo wake ukoje? Mimi napendaga mwendelezo wa matukio na nione matokeo. Kama huna matokeo ni bora usinishiriki, usinialike. Kwa kwenye hili tutakuja tukeane vipimo, tuje tuone uendelevu wa gala hii ya Malkia wa Habari. Lakini isiishie kwenye gala tu, tuweze kuona sale matokeo tuliyoyataja ya coaching, support kwenye ujasiriamali wa hapa na pale, inawezekana vingine ni nje pia ya taaluma, kusaidiana katika shida na raha, kutunisha mfuko wa fedha, kusaidiana ili wale ambao wanachipukia waweze kukua na ambao tayari wamekuwa waweze kutumia rasilimali hizo, fedha na nyinginezo kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa kwenye hili nawaachia changamoto, ni homework to be done. Baada ya kongamano lenu hili la kwanza, tutasikia uko mbele, labda kutakuwa kuna kongamano la mwaka kesho na mwaka kesho kutwa na kadhalika na kadhalika. Lakini je, linarasimishwa? Halirasimishwi? Linakuwa ni la mara moja tu au limeisha? Na lenyewe ni jambo ambalo linapaswa muendelee kuliangalia. Ndugu zangu, fursa ziko nyingi katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Ni nyinyi mnavyojipanga kuitumia. Mmesikia tu kwa uchache kwenye Akiliunde. Akiliunde unajua? Kuiona ChatGPT, kuiona Otta AI, ziko kibao. Lakini hapo unajua hata jinsi ya kutumia? Unajua keywords za kujaza ili upate kile unachokitaka? Unajua jinsi hata kuweka faili lako pale na ikaweza kuwa reviewed na kuweza kupata unachokitaka pia na matokeo yake? Unajua? Inaweza ikawasaidia sana. Hayo ndio masuala naamini tukijenga ushirikiano pamoja, tukifanya kazi kwa pamoja, tunaweza tukapiga hatua pale. Tumekuwa tukisema tuna mafanikio makubwa, kiangalia kisiasa, kiangalia katika mfumo wa kisheria na mengine, lakini bado tunahitaji kupiga hatua kubwa zaidi. Kwa ni lazima kuendelea kuangalia kwa nini hampati wanawake wengi viongozi katika tasnia yenu ya habari, ili tuje tuangalie vikwazo hivyo ili viweze kufanyiwa kazi zaidi. Lakini kubwa vingine, tumia tu nafasi. Uwezo ukapewa tu kaambiwa eti unajua njoo ugombea hapa kuna nafasi hii ya mhariri. Lazima uonyeshe uwezo. Usiposhirikishwa wanasema jipendekeze, si ndio Jipendekeze. Jisogeze. Hakikisha unajisogeza, wanajua uwepo wako. Mpaka hapo watakapotambua kweli wanawake wanaweza. Lazima tupige kelele ya kutosha na tuweze kutumia nafasi zetu vizuri. Kongamano hili ni la kwanza na lina dhima ya kuwakutanisha wanawake waandishi wa habari kutoka maeneo mbalimbali ya nchi pamoja na viongozi